Hali gani tena mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel, ambayo bado tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Bado tunaviangazia vita vya Urusi pamoja na Ukraine, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hakupaswa kuanzisha vita na Urusi kamwe. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari akiwa na rais wa El Salvador Nayib Bukele katika ofisi ya Oval siku ya Jumatatu, Trump alitoa maoni kuhusu ombi la hivi karibuni la Zelensky la kufadhili mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot yenye thamani ya dola bilioni 15 kwa msaada wa washirika wa Kiev barani Ulaya. Yuko kila wakati anatafuta kununua makombora, rais huyo wa Marekani alieleza. Unapoanzisha vita lazima ujue kuwa unaweza kushinda vita hivyo, alisema kuhusu Zelensky. Hauanzi vita dhidi ya mtu aliye mara 20 ukubwa wako alafu unatumai watu watakupa makombora, alisisitiza rais huyo wa Marekani Donald Trump. Trump aliongeza kuwa aliiuzia Kiev makombora ya Marekani ya Javelin yanayobebeka kwa mkono dhidi ya vifaru wakati wa urais wake wa kwanza. Katika mahojiano na shirika la habari la CBS News siku ya Jumapili, Zelensky alitoa wito kwa Marekani kuipatia Ukraine mifumo zaidi ya ulinzi wa anga. Alisema Kiev iko tayari kununua au kukodisha hadi mifumo 10 ya Patriot na baadhi ya washirika wa Ulaya wamejitolea kusaidia kifedha. Wakati wa mahojiano hayo, kituo hicho cha habari kilidai kuwa Trump alijaribu kuiondoa Kiev kwenye mazungumzo ya amani na Urusi na kuwa alisema uongo kuhusu mzozo huo. Trump anadaiwa kubadilisha historia kwa kusema kimakosa kuwa Ukraine ndiyo iliyoanzisha vita na kumuita Zelensky dikteta asiye na uchaguzi, kwa mujibu wa shirika hilo la CBS News. Rais huyo wa Marekani aliushambulia mtandao huo wa habari kupitia mtandao wake wa Truth Social siku ya Jumatatu, akisema kuwa mahojiano hayo hayakuwa sahihi na yalikuwa ya udanganyifu. Trump amekuwa akisisitiza mara kwa mara kuwa mzozo wa Ukraine usingekuwepo kama yeye angekuwa ikulu badala ya mtangulizi wake Joe Biden. Kwa mujibu wa rais huyo wa Marekani, utawala uliopita uliwekeza zaidi ya dola bilioni 300 katika kuiunga mkono Kiev. Trump ameahidi kurejesha fedha hizo kwa kuingia kwenye mazungumzo na Ukraine kuhusu kuchimba kwa pamoja rasilimali zake za madini. Pia alipendekeza kuchukua usimamizi wa mitambo ya nyuklia ya Ukraine. Ikulu ya Kremlin ya Urusi imepongeza juhudi za utawala wa Trump katika kufanikisha amani, lakini ikatahadharisha kuwa kutatua masuala ya muda mrefu kunahitaji muda na kazi ya kina na ya uvumilivu. Hii ni Habari 24 channel, ambayo basi tunazidi kukujuza zaidi na zaidi habari pamoja na matukio yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Tutazidi basi kukujuza zaidi kila ambacho kinaendelea katika vita hivi kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza kufanya hivyo kwa kubofya kitufe cha neno subscribe, na utaendelea kupokea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea maeneo mbalimbali kote duniani.